Na eneo la Kirigiti kijijini Waironjo katika kaunti ndogo ya Kiambu, ajuza mmoja anakesha kwenye kibaridi baada ya kufurushwa kutoka shambani mwake. Mtazamaji, haya yanafuatia madai ya kuwa wapwa wa marehemu mume wake walianza kumtishia wakimtaka aondoke kwenye ardhi hiyo. Mengi zaidi nampisha mwanahabari wetu Aaron Marie. Hana Muthoni Karogo mwenye umri wa miaka 79 anasema aliolewa mwaka wa 1966 na kuishi na mumewe kwa amani katika ardhi hiyo hadi kifo chake, ambapo baadaye hali ilidorora. Wanasema ati mimi niko na saba ingine, na hiyo si saba, sina saba. Na baba akifa alisema hana saba ingine. Alikuja akaingia akaniambia, wewe ninakwambia utoke, toka hapa, nakwambia wewe utatoka. Sasa nyumae nikusikia saba ni yao, ni ya baba yake, sisi hatuna saba. Muthoni anadai kuwa alitafuta haki kupitia mchakato wa urithi ili kulinda mali hiyo, lakini akagundua kuwa hati miliki ya ardhi hiyo ilikuwa tayari imetolewa bila kufahamishwa. Na sasa shamba yangu ilichukuliwa ni kijana wa ndugu ya mzee wangu, akapidua hii shamba kwa radi bodi, na sisi hatukujua, na saba ni ya baba wa mzee Waironjo, na hatukujua ati alifidua hiyo shamba namna gani. Muthoni anasema alivamiwa na wanaume ambao walimlazimisha kuondoka nyumbani kwake na kubomoa nyumba yake na kumwacha bila makazi. Sina chochote, hata sina kitu. Hata njaa saa hii niko na njaa, sababu kulala kwa mtu mwingi, kwa watu hata chakula unajua huwezi, mtu ana chakula yake. Aidha, anasema kuwa amekuwa mahakamani kwa muda mrefu na kwamba hawezi kumudu gharama za kupata wakili, jambo ambalo anaamini linamnyima haki. Wakati alienda kuwafanya kesi, wakili ule walishukua ni wakili naye hamsaidia hata kidogo. Wakili naye ni pesa tu alikula, lakini anamtwisti, anampalia kutoka milimani kwenda Thika, Arabu anampeleka Murang'a. Anadai kuwa licha ya kuripoti tukio hilo kwa polisi, hawajafika kwenye eneo la tukio hilo. Opidio hii ni mama, niko na tabu na serikali iko na mafuta, hakuna nini usaidizi hata moja ninaweza saidiwa kutoka Jumatatu, kwa sababu nilienda Jumatatu, hakuna hata moja alikuja. Familia sasa inatoa wito kwa mamlaka husika kuingilia kati. Hakukuja. Station ni shilingi 30 tunatoa, lakini na wakaniambia niwawekee mafuta. Sasa na si kukua na chochote, nikaona hakuna chochote, wacha niende nirudi nyumbani, nikakae nyumbani ningoje Mungu. Aaron Marie, Darubini.